Habari, unaelewa nini maana ya changamoto ya endometriosis? Unaelewa nini kama mtu unasikia ana changamoto ya endometriosis? Kwanza, kabla ya yote, naitwa Mr. Elisha, ninawasaidia wanawake kutatua changamoto za uzazi, hasa kwa kutumia virutubisho, vyakula pamoja na supplement. Sasa leo nataka tujifunze changamoto ambayo inawasumbua sana wanawake, inayofahamika kwa jina la endometriosis. Kulingana na taarifa za Shirika la Afya Duniani WHO, wanaeleza kwamba mwanamke mmoja kati ya wanawake 10 wana changamoto hii ya endometriosis. Endometriosis inatokea hasa pale ambapo tishu zinazokuwa zinajengwa ndani ya mfuko wa uzazi wa mwanamke, ambapo tishu za endometrium kuota nje ya kizazi, ambapo zinaota nje ya kizazi, hasa kwenye kuta za nje za kizazi, kwenye mirija ya uzazi, lakini kwenye mirija ya falopia, ambapo sasa huwa vinaathiri kwenye swala zima la mayai, inaweza zikapelekea vimbe, lakini vile vile zinaweza zikapelekea changamoto nyingi sana, zikiwepo changamoto za maumivu makali. Sasa kawaida ni kwamba hizi seli zinakuwa zipo ndani ya mfuko wa uzazi wa mwanamke, aidha ndani ya mfuko wa mtoto, kwenye uterus, ambapo hizi tishu zinakuwa zipo hasa wakati wa upandikizaji wa yai, ndio zinakuwa ni nyingi sana kwa ajili ya mtoto kuweza kukaa sehemu hiyo. Lakini ni kwamba utofauti wa hii changamoto, ambapo hii endometriosis, ni kwamba hizi seli za endometrium, aidha tishu za endometrium, zinaota nje ya kizazi, ambapo sasa bahati mbaya ni kwamba za ndani zile wakati wa period, aidha wakati wa hedhi, zinasafishwa, zinatoka nje, lakini hizi za endometriosis hazisafishwi, zinabakia pale na kuendelea kukua. Sababu maalum ya tatizo hili haifahamiki, japo inahusianishwa na changamoto, hasa changamoto za hormone pamoja na mzunguko wa hedhi. Baadhi ya dalili za changamoto hizi ni kama zifuatazo. 1. Kupata maumivu makali sana wakati wa period. Mtu ambaye ana changamoto ya endometriosis atajikuta anapata maumivu makali mno wakati wa period yake. Kupata hedhi nzito nyingi, na wakati mwingine kupata hedhi katikati ya period. Unajikuta unapata hedhi ni nzito, aidha unapata hedhi mfululizo, na wakati mwingine unaweza kuwa unapata kwa muda mrefu sana kuliko kawaida. Lakini hali ya kuchoka kwa mwanamke, unajikuta unachoka kila wakati, unachoka bila sababu, kwa sababu zile tishu zimekuwa zikikuathiri taratibu. Vile vile changamoto ya endometriosis inaweza kupelekea maumivu wakati wa kukojoa, hasa kama zitaota kwenye kibofu, na wakati mwingine zinaweza kupelekea maumivu hata unapoenda choo, aidha unapoenda kupata haja kubwa. Kwa nini? Hasa kama zitaota kwenye utumbo. Na bahati mbaya, hii changamoto haina matibabu ya moja kwa moja ambayo mtu anaweza kuyapata, japo kuwahi kupata matibabu, aidha kuanza na kutambua changamoto, unaweza ukapata tiba ambazo zinaweza kukusaidia kuweza kusaidiwa na kuboresha afya yako. Mara nyingi matibabu yake huwa yanahusisha upanguaji wa kuziondoa zile seli. Zaidi tutaenda kuangalia kipindi kijacho kuhusiana na chanzo cha tatizo hili kwa undani, pamoja na madhara kwa ujumla ya changamoto ya endometriosis. Unaweza ukalike, ukashare, ukacomment. Lakini kama na changamoto yote ya uzazi, usisite kuwasiliana nami. Tunaendelea na madarasa yetu WhatsApp ambayo yanaendeshwa bure kabisa. Unaweza ukatutafuta kwa msaada sana.